kwenye michuano ya CRDB Federation Cup. Nimemshuhudia mnyama Simba Lunyasi akitanguliza mguu mmoja kwenye hatua ya fainali. Ndugu yangu, official mume, yes. Umemuona Simba Sports Club ya Libase Gie? Nimemuona, nimefurahi sana. Nimefurahi, yani hakuna siku nilofurahi kama leo Simba kushinda. Kwanza nilikuwa na uhakika Simba anashinda kwa sababu mpira wa Coast uliishaga ile fainali ya CRDB ilikuwa inaitwa ile fainali kati ya Yanga na Coast. Ile fainali ndio ilosababisha Haji Manara afungiwe miaka 2. Ile fainali ile ndio ilosababisha Haji Manara afungiwe miaka 2. Ile fainali Sopo alitia hat-trick. Ile fainali ndio ilikuwa fainali kweli. Ile fainali ndio ilomfanya Mayele arudi. Ile fainali ndio ilomfanya bwana mdogo Dennis Nkane atakate. Ile ndio fainali Coast walimalizia pale mpira. Na mpira wa pili alomalizia Coast ni kati ya Simba na Coast KMC. Coast kashapigwa chuma 2, alafu Coast ana come back tena anapiga chuma 2. Anaenda kutia goli la 3. Mwamuzi anapiga filimbi. Pale ndio Coast ilipomaliza mpira wake. Tangu hapo sijai kuona Coast inacheza tena mpira wa design ile. Hiyo ndio Coast. Yaani Coast unapoizungumzia kwanza mzungumzie Ramazan Chuma yupo golini. Kama Ramazan Chuma golini hayupo kidogo hiyo Coast mimi inanitiaga mashaka. Inanitia kimwehuemuwe kama Ramazan Chuma bwana mdogo golini hayupo kidogo roho inakuwa haitulii. Hiyo ndio Coast ninayojua mimi ambayo ilomsababisha Haji Manara afungiwe. Anapigwa chuma 3 Yanga zinarudi chuma 3 wanafungana inapigwa penalty pale. Yanga anakandamiza, Aucho anashangilia, Jigudiala anashangilia. Ile ndio Coast. Hii ya leo ya Libase Gie vipi? Sio hii Coast ya iliyochezwa leo ya Abdalla na Dula, sio Coast hii. Abdalla na Dula unamaanisha nini hapo? Mbona official mume kama unatuweka kwenye sintofahamu hivi? Ni kama wajukuu wa Mtume tu, Hasani na Huseni. Ni ndugu. Leo ni Hasani na Huseni. Lakini Coast nilokuambia inaocheza mpira ni ile nilokutajia, mpira ulishia pale brother. Ile ndio Coast Union. Hebu ukisema Coast malizia Coast Union. Wagosi wa kaya. Zile ndio Coast. Unapohitaji Coast sema Coast Union. Wanaume wamemvimbia Yanga finali, wanaume wakamvimbia Simba KMC. Pale ndio Coast wakamaliza kabumbu lao. Ile ndio Coast. Lakini leo sijawaelewa Coast. Hizi goli 4 umezitazama ni goli 4 za namna gani? Unadhani kuna uwalakini ambao ulifanyika nje ya uwanja ama Simba Sports Club wametanua makucha yao na kuonesha dhahiri ya kwamba msimu huu kuna jambo wameridhamiria kweli kweli na wanataka wapite nalo kwenye makombe haya ambayo wanayoshiriki kwenye msimu huu? Mimi nakuja tofauti na mashabiki wengine. Unanisikiliza blaza au unaangalia mawowo kule? Nisikilize. Mimi ndio mshabiki ambaye nasema ukweli. Watu wanapomsajili mchezaji wa kutumia milioni 300, mshahara milioni 40, milioni 30. Hii neno nje ya uwanja. Hebu tulipuuze. Tuangalie quality player, tusiangalie nje ya uwanja. Mzani wa Coast na Simba huko sawa? Ndio maana nikakwambia mimi nilijua tu Coast atafungwa. Sababu mzani sio. Alafu kitu cha pili nikakwambia kwamba Ramadhani Chuma sijamuona golini. Hapa ndo Magomeni. Hapa ndo Magomeni. Utaangalia sana haya mambo. Mimi nimeoa mzio. Naangalia kwa wiziwizi, nimeoa. Wewe tena mijicho kodo. Vipi blaza una mke? Kwa hiyo watu waangalie soka lilivyo. Lakini kusema neno nje ya uwanja, hebu angalia Elisi anapanda ndege anakwenda Uganda. Anakwenda kumchukua Okelo. Anatoa milioni 700 shilingi. Anatoa mshahara milioni 40 kumpa mtu. Kama tungekuwa tunataka mambo ya janja, angesajiliwa mchezaji kutoka Rufiji Mkongo, angeletwa pale. Angesajiliwa mchezaji kutoka Ndondonyikanza, Nyaminywili, Ikwilili, Kibiti, wangeletwa pale. Lakini injinia anapanda ndege kwenda kule. Isije kwa watu wanaosema maneno kwamba nje ya uwanja au timu imetoa hela, hichi kitu ni kigumu sana kukielezea. Alafu kwamba waheshimu soka na waheshimu ligi yetu ya Tanzania ipoje. Timu kama inashinda kwa ubora wake, basi tutasema timu hii imeshinda kwa ubora wake. Lakini mambo kwamba fulani amenunuliwa au fulani leo amemkazia leo hajatoa hela.
Mimi namleta mtu kama Pacome, si ndio? Namtoa Ivory Coast, anakaa hapa sasa hivi mwaka wa 3 anaishi hapa, anakula na lala hapa kwa pesa nyingi sana. Mimi namleta mtu kama Dube, nimemchukua Azam kwa mikiki mpaka Dube leo ipo Yanga, anafunga magoli, ndio striker mwenye magoli mengi Tanzania. Dube Prince Pumolelo, namwacha hapa, namlipa mshahara mkubwa. Mimi ndio mtu ambaye namleta Djigui Diarra, ni golikipa bora Afrika. Utaji namba 5 bila kumtaja golikipa bora Djigui Diarra. Anabaki anadakia Yanga. Alafu Yanga ikishinda uje kusema eti kwamba Yanga ya makando. Hizi lugha tuziondoe. Mshahara wa Djigui Diarra unawagawanyia wachezaji wa Coast wote. Mshahara wa Djigui Diarra unagawanya kwa wachezaji wa Coast wote. Tuitazame sasa leo. Alafu nikwambie kitu, wacha hiyo kuitazama leo. Tumemwaga kifusi, nendeni mkaripoti kwamba naona Yanga kuna kifusi, nendeni mkaripoti. Sisi tulianza kujenga uwanja kabla vilabu vyote hizi. Ndio maana unaitwa Young Africans. Sisi ndio klabu ambayo tuna majengo mawili Kariakoo. Wewe pale unapahitaji bali? Kariakoo wapi? Kunapouzwa dawa za mende. Yanga bilioni 200 ununui. Bilioni 200 ununui. Kwa sababu sisi tuna uwanja, yani unanunua jengo afu kuna uwanja. Tunanunua jengo afu kuna uwanja hadi kule. Sio klabu zingine ambazo zina uwanja, zinajengwa hazina uwanja 3x3. Sisi ndio klabu ambayo ina uwanja mkubwa. Unaweza kuuza hata bilioni 200 hatukukubalie. Alafu nikwambie kitu. Kwani hakuna sheria inayosema kwamba labda Hersi atawale milele Yanga? Hakuna sheria hiyo. Mimi sijui sheria. Hakuna. Mtu mpira. Mimi mwenyewe siwe mnafu. Mtu mpira. Utakunywa soda. Unajua Hersi hana baya. Hersi amekuja kutubadilishia mpira. Alafu unajua unamtaja Hersi ambaye tunapeana mikono. Majirani hawana. Hersi Afrika, East Africa hakuna. Hawajasikia. Na East Africa hakuna kama Hersi. Alafu nikwambie kitu, huyu Hersi tumemwona sisi ndio rais wa vilabu vyote barani Afrika. Ndio rais wa vilabu vyote barani Afrika. Na ni mjumbe wa FIFA. Haya, uliza swali lako. Mimi nilikuwa nataka nikuulize hili. Tayari wameshatanguliza mguu mmoja kuelekea hatua ya finali. Kesho mnacheza dhidi ya Azam FC. Yes. Nini tukitarajie? Wengi wao wanasema ya kwamba huenda mkapoteza huku na nguvu kubwa mkaitumia Zanzibar. Wengi wao wape? Wengi wao wape? Simba Sports kwenda finali tayari. Wengi wao wape? Azam FC akaenda kucheza na Simba. Kitu. Mimi ni mtu wa soka. Azam, Yanga ndio klabu ndio itakayochukua kombe la CRDB, Yanga ama Azam. Atakayepita kesho kati ya Yanga na Azam ndio atakuwa bingwa wa CRDB. Yaani unataka kusema atakayemfungwa bingwa mtetezi ndio bingwa? Utake usitake, unataka ndio hivyo. Kwa tafsiri fupi, kesho atakayeshinda akishinda Azam atakuwa bingwa CRDB. Ukimwona Yanga ameshinda ni bingwa CRDB. Ina maana Yanga tutakuwa na faida mbili. Tunamfunga Simba na tunachukua kombe. Ukimwona Azam ameshinda, Simba chali, CRDB, NBC chali. Dadavue vizuri wakuelewe. Ukimwona Yanga kesho ameshinda, sisi ndo tutafaidika kumfunga Simba na kuchukua kombe la NBC. Magomeni hiyo brother. We kamera angalia kule. Vitu hivyo Magomeni kuna vyuma. Umeona ile gari hilo vipi? Nimeona, mimi nimezaliwa hapa sasa. Magomeni. Mimi navijua vitu hivyo. Tuendelee. Wanatupoteza kidogo. Lakini nikwambia kitu, sisahau. Mimi kama Mazinge kwenye sisahau. Wakorintho 15 mpe na kumbuka. Inasemaje nyinyi wa Galatia msiokuwa na akili? Ni nani aliyewaloga? Wakorintho 15. Tito 3:9 na kugonga. Yaani najua mimi kama Mazinge sisahau. Nilipoishia napajua. Atakayeshinda kesho iwe Yanga ama Azam ndio bingwa CRDB. Atakayeshinda kama ni Yanga basi atakuwa amepata faida mbili. Maana atamfunga Simba katika finali na atachukua kombe. Kama ni Azam atamfunga Simba finali, alafu msimu huu Simba hatopata kombe lolote. Niweke nukta, tukutane kesho. Pasina shaka utakuwepo hapa. Ya Mungu mengi, Mungu akijalia
nikiwa na afya njema, naamini Mwenyezi Mungu atanijalia hilo, uhai nikiwa nao, kesho tuseme inshallah, kesho nipo hapa. Basi baada ya dakika 90 tutazungumza mengi zaidi. Msalimie Chapesa. Imefika sasa. Haya.